Habemus Papam. Mfahamu kiundani Papa mpya Leo wa 14. Tarehe 8 mwezi wa 5 2025, Kardinali Robert Francis Prevost, mzaliwa wa Chicago, Marekani, amechaguliwa kuwa papa wa 267 wa Kanisa Katoliki, akichukua jina la Papa Leo wa 14. Na hii ni mara ya kwanza katika historia ya miaka 2000 ya Kanisa Katoliki kwa Marekani kuchaguliwa kuwa papa. Tufahamu historia ya Papa Leo wa 14. Kwa majina kamili anaitwa Robert Francis Prevost. Alikuwa ni kiongozi wa dikasteri ya maaskofu na rais wa tume ya kipapa Amerika Kusini tangu 2023. Kabla ya hapo alikuwa kama askofu wa Chiclayo nchini Peru toka 2015 hadi 2023. Na kabla hajawa askofu wa Chiclayo alikuwa ni mkuu wa shirika la Mtakatifu Agustino OSA toka 2001 hadi 2013. Papa Leo wa 14 amezaliwa 1955 huko Chicago, Illinois, Marekani. Ni msomi mwenye digrii 5. Alipata daraja takatifu la upadre mwaka 1982 baada ya kuhitimu shahada ya falsafa, yani bachelor degree in philosophy, na shahada ya teolojia, yani bachelor degree in theology huko Illinois, California. Na ilipofika mwaka 1984 alitumwa masomoni nchini Italy na kuhitimu shahada ya kwanza ya sheria za Kanisa Katoliki, chuo cha Mtakatifu Thomas Aquinas kilichopo Roma. Na ilipofika mwaka 1987 alihitimu shahada ya umahiri katika sheria za kanisa, na baadaye akaja tena akahitimu shahada ya uzamivu katika sheria za kanisa. Kisha akarudi Marekani, na alipofika Marekani hakukaa sana, akatumwa kiumisheni huko Amerika Kusini, ambako alikuwa akifanya kazi katika nafasi mbalimbali, akiwemo kama askofu wa jimbo la Chiclayo nchini Peru. Na mwaka 2015 aliomba uraia wa Peru. Yani hiyo ni baada ya kuona kakaa sana Peru, akaamua tu aombe uraia. Na hiyo miaka yote tangu alivyoenda Peru alikuwa bado ni raia wa Marekani. Tufahamu uchaguzi wake kuwa papa. Baada tu ya kifo cha Papa Francis mnamo tarehe 21 mwezi wa 4 2025, makardinali 133 walikusanyika katika Sistine Chapel, Vatican, kuanza mchakato wa uchaguzi wa papa mpya. Baada ya raundi 4 za kupiga kura kupita kama ilivyokuwa kwa Papa Francis, maana yeye alipatikana katika raundi ya 4 katika upigaji kura, ndivyo na Papa Leo naye amepatikana hivyo katika raundi ya 4. Na baada tu ya hiyo raundi ya 4, moshi mweupe ulionekana kutoka katika bomba la Sistine Chapel saa 12:07 jioni kwa masaa ya Vatican, ishara ya kwamba papa mpya amechaguliwa. Na baadaye Kardinali Dominic Mambet
alitangaza Kardinali Robert Prevost kuwa papa mpya na alichukua jina la Papa Leo wa 14, na pia ni papa wa kwanza kudumu kwenye ukardinali kwa muda mfupi kabla ya kuwa papa. Aliteuliwa kuwa kardinali mwaka 2023 na 2025 amekuwa papa. Haijawahi kutokea katika historia ya kanisa Katoliki. Na Papa Leo wa 14 anajua lugha 6 na anaongea kiufasaha na anaelewa vizuri sana. Lugha anazozijua ni Kiingereza, Kispaniola, Kilatini, Kifaransa, Kireno na Kijerumani. Maono na matarajio ya Papa Leo wa 14. Papa Leo wa 14 anajulikana kwa mtazamo wake wa wastani wa uzoefu wake wa kimataifa, hasa kutokana na kufanya kazi muda mrefu Amerika Kusini. Uchaguzi wake umeonekana kama jaribio la kuunganisha kanisa Katoliki kimataifa na kuendeleza juhudi alizokuwa anafanya Papa Francis za kulifanya kanisa kuwa jumuishi zaidi na linalojali masuala ya kijamii. Habemus Papam ni neno la Kilatini lenye maana ya papa tunaye. Asanteni kwa kunisikiliza. Karibu Cossy Media, subscribe, kulike na kucomment. Bye.